Utajuaje huyu mtu ana utakaso katika akili yake? Anaweza kupambanua jambo, anaweza kubaini hila zilizojificha katika maneno ya walimu wa juzi, anaweza kufahamu uzushi wa kupoteza ulioingizwa kwa uelevu kwenye neno lolote. Unaweza kupambanua, unaweza kubaini ni kitu gani kimefichwa katika hila ya ualimu wa uongo. Bwana Yesu asifiwe. Soma Petro wa pili 2:1. Soma Petro wa pili 2:1. Petro wa pili 2:1 inasema. Inasemaje? Lakini kuliondokea manabii wa uongo katika wale watu, kama vile kwenu kutakavyokuwako walimu wa uongo. Sikia hilo neno. Kwenu kutakuwepo walimu wa uongo. Kwa nini wanaitwa wa uongo? Hawatafundisha kweli. Nisikilize vizuri sana. Walimu wako ndio wako wengi, lakini wengine ni wa uongo. Hawatafundisha kweli ya Mungu. Endelea. Watakaoingiza kwa werevu uzushi wa kupoteza. Rudia hapo. Watakaoingiza kwa werevu uzushi wa kupoteza. Walimu wa uongo wataingiza kwa werevu. Sikiliza hilo, napigia mstari hilo neno. Wanaingiza kwa werevu uzushi wa kupoteza. Kwa werevu. Ndio maana unakuta siku hizi, unakuta huduma moja inasema wengine sio wa Mungu, wengine sio. Sikiliza, acha huo puuzi. Acha huo puuzi. Kama wewe ni mwanaefata Sharoni uliyebeba utukufu, wako watu wa Assemblies ambao Mungu amewapa kazi ya kukusanya kanisa. Wako watu wa ufufuo na uzima ambao Mungu amewapa kipawa cha kufufua iliyokufa. Sasa usianze kuingiza kwa sababu sisi tunafungua, tunapata malisho na kuona utukufu, nikaanza kukuingizia kwamba wengine sio wa kweli. Huo ni walimu wa uongo. Na watu wanafundisha kwenye makusanyiko ya huduma, wanaingiza kwa uelevu. Lengo lao ni nini unadhani? Lengo lao ni kutaka kuonyesha wao ndio wa Mungu peke yao. Sasa wakijifanya wa Mungu peke yao, waulize, shetani ulimuumba wewe? Ukweli ni ukweli. Hata shetani ni wa nani? Ni wa Mungu. Huo ndio ukweli. Unapenda, upendi. Unaamini, uamini. Ukiniambia shetani sio wa Mungu, niambia ulimzaa lini? Ulimzaa lini? Hawafundishi kweli. Sasa Petro wa pili nasema kwenu watakuwepo walimu wa nini? Wa uongo. Sasa utawezaje kujua ni wa uongo? Wanaingiza kwa uelevu uzushi wa nini? Wa kupoteza. Sasa utawezaje kugundua ule uzushi? Ni pale akili yako inakuwa imetakaswa na nini? Na neno. Halo. Haleluya. Haleluya. Ni kama wale watu walikaa vikao eti kunimaliza. Roho akawa ananionyesha vikao vyao, alafu ukiongea nao hivi hata wakuangalia usoni. Hao na ni mabosi. Unamwangalia hivi profesa mzima, unamwangalia hivi, anakwepesha uso. Unaona, okay, tengeneza uzushi wako wa kupoteza uone nini kitatokea. Unamkazia macho, unaona profesa mzima anataka kukimbia kiti. Kwa nini? Uzushi wa kupoteza uwezi kusimama kwenye mwenye kweli. Simama na kweli. Amen. Simama. Halo. Halo. Kwa hiyo ninapokuambia neno, mwanangu, neno ni wewe. Mimi kazi yangu ni kukufunulia. Wewe kazi yako ni kushika na kutenda. Kwa hiyo akili inatakaswa, una uwezo wa kupambanua uzushi wa kupoteza. Ndio maana unaona hawa watu ni waelevu. Ndio maana nasema walimu wa nini? Wa uongo. Kuna watu wanatumia uprofesa wao kuingiza uzushi wa kupoteza kwenye kweli ya nani? Ya Mungu. Subiri. Subiri. Unapoingiza kwa uelevu uzushi wa kupoteza, unanajisi kundi bila wewe kujua. Unapoingiza kwa uelevu uzushi wa kupoteza, unanajisi akili za watu bila wewe kujua. Unapoingiza kwa uelevu uzushi wa kupoteza, unaondoa uwepo wa Mungu ndani ya kundi. Sasa unaniambia una maana gani? Wenye neno wanaona kabla hata haijatokea.
Kuna mtu anaelewa anachoongea? Unaona kabisa hapa leo ni uzushi tu. Yesu oye, haleluya. Ni kitu gani kinakupa kupambanua? Ni akili iliyotakaswa. Akili gani iliyotakaswa? Iliyoshika kweli. Kweli ni nini? Neno la Mungu. Mpe Bwana Yesu makofi kama amenielewa. Neno linatakasa. Neno linatakasa akili kwa kuweka nini? Maarifa na ujuzi.